ambapo amezikwa nyumbani kwake eneo la Magondo, kaunti ya Narok. Mbunge huyo amezikwa baada ya ibada ya mazishi kufanywa katika shule ya msingi ya Emurua Dikir, ambako pia waathiriwa wanne walioangamia naye katika ajali ya ndege kaunti ya Nandi walishirikishwa. Ng'eno amezikwa katika hafla iliyohudhuriwa na wanafamilia na viongozi kadhaa wa kisiasa. Shule ya msingi ya Emurua Dikir ilikuwa mwenyeji wa maelfu ya waombolezaji waliofika kuwapa mkono wa buriani waathiriwa watano wa ajali ya ndege iliyotokea Jumamosi eneo la Mosop, kaunti ya Nandi. Katika ibada ya pamoja, hali ya huzuni na majonzi ilitanda, haswa wakati familia za waathiriwa zikisimulia jinsi walivyotangamana maishani na waathiriwa hao. Familia ya mbunge Yohana Ng'eno ikiwa ya kwanza kumuomboleza kiongozi huyo ambaye ametajwa kama shujaa wa eneo lake. Penzi wangu Yohana, kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Kwa watoto wetu Cheruto na Chesang, baba yenu aliwapenda sana na kumbukumbu zake zitaendelea kuishi ndani yenu. Na moja baada ya nyingine, familia ya aliyekuwa mlinzi wa mbunge huyo Robert Kipkoech Keter alimaarufu Carlos, wapiga picha Nicholas Koskei na Amos Rotich, na aliyekuwa mfanyikazi wa kaunti ya Narok Wycliffe Rono alimaarufu SportPesa zikapata fursa ya kuomboleza wapendwa wao. He was an incredible father, a laughing partner, and a man whose goodness touched so many lives. Our children looked up to him with pride, and every day I saw how proud he was of them. His love for his family was deep and genuine. He was our provider, our protector, and our greatest source of strength. His hard work, dedication, selfless sacrifice kept our family going. He carried our hopes on his shoulders and never complained. Rais Ruto akizungumza katika ibada hiyo ameelezea mazungumzo yake ya mwisho na marehemu Ng'eno, mbunge huyo akitaka mchango wa shilingi milioni 30 kwa ajili ya hafla ya kuwasaidia wasanii. Siku hiyo ilikuwa Thursday. Sasa akaniambia hii mkutano kubwa nimepanga na inahitaji pesa shilingi milioni 20. Na mimi Ng'eno sina, wewe ndio utatoa hiyo pesa. Sasa nikamwangalia ule Ng'eno nikamwambia, wewe 20 million unanipatia notice ya siku 2, hii pesa itatoka wapi? Akaniambia sio 20 million ni 30. Mbunge huyo amepumzishwa nyumbani kwake eneo la Magondo, kaunti ya Narok, huku waathiriwa watatu pia wakizikwa katika kaunti hiyo. Mwathiriwa mwingine anatarajiwa kuzikwa hapo kesho katika kaunti ya Bomet. Victor Kayanda, Undugu TV.